Matokeo mazuri ambayo umeyapata siku ya leo. Asante, ni jambo jema, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia la kuwapongeza wachezaji wa Simba kwa namna ambavyo walivyopambana, kwa sababu ilikuwa mechi ya kwanza, ni mechi ambayo tulikuwa tunahitaji kupata matokeo. Kuna namna ambavyo tunaanza vizuri kwenye ligi ya NBC. Kwa hiyo kikubwa ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, kuna namna ambavyo wachezaji wetu wamekwenda kupambana jasho na damu kuweza kupata point 3, kwetu limekuwa jambo jema. Matokeo tumeona umepata ushindi. Umeonaje sasa mwenendo wa performance ya wachezaji kwenye hizi mechi ambazo umecheza, hususa hii ya leo ya ushindi? Ukiona timu mpaka inakwenda kupata point 3 na magoli 3, kwa maana yake kwamba performance ilikuwa nzuri. Kwa hiyo mimi kama shabiki wa Simba, na ndio maana nikasema kwamba nachukua nafasi hii kuwapongeza sana wachezaji wa Simba. Kuna namna ambavyo wamepambana. Unajua kuna muda mwingine lazima tuangalie, tuzungumze jambo ambalo lilikuwa sahihi na jambo lilikuwa la ukweli. Timu hii ya Simba tumepita kwenye kipindi kigumu sana siku 5 zilizopita. Maana yake kwamba tumeondokewa na mwalimu mkuu ghafla. Kwa hiyo kitaalamu psychology ya wachezaji haiwezi ikawa sawa sawa. Kwa hiyo technical bench limefanya kazi kubwa. Kuna namna ambavyo wachezaji wa Simba psychology inakuwa sawa sawa na kwenda kufanyaje? Na kwenda kupambana. Lakini nafikiri kwa kadri muda ambavyo unavyozidi kwenda, timu inazidi kugame, mambo yanakwenda kukaa vizuri. Nafikiri tutafanya vizuri zaidi. Lakini kwa mechi ya kwanza kupata point 3, mimi kwangu ilikuwa jambo jema. Sawa, unazungumziaje uwezo wa Elie Mpanzu ambaye tumeona bado hajarudi kwenye fomu ile ambayo nilikuwa mnaitegemea? Mimi nafikiri wachezaji wa Simba wote walipo nafasi wamecheza vizuri. Elie Mpanzu bado ni mchezaji mzuri kwenye Simba na bado tuna imani naye na tunatumaini naye na tunatamba naye. Mimi naamini atafanya vizuri na ataendelea kufanya vizuri zaidi. Leo ukiangalia katika huu mchezo, ukimwachia Jean Charles Ahoua, lakini pia Elie Mpanzu amefanya kazi kubwa, amefanya kazi nzuri. Moja katika watu ambao walosababisha sisi kupata matokeo mazuri, basi lazima umzungumzie Elie Mpanzu. Kwa hiyo kwangu ni mchezaji mzuri, amefanya kazi kubwa, amefanya kazi nzuri na amesababisha timu yetu leo kupata point 3 na kuweka msimamo mzuri kwenye ligi ya NBC. Bwana Kisugu Jona kanisoa, mwamba kashangilia kweli kweli. Mwanzo mto. Yes. Wana Simba tulikuwa na imani sana na Jonathan Soa. Na kuja Simba si kwa bahati mbaya. Tuliamini uwezo wake kwa namna ambavyo alivyofanya wakati yuko Singida. Maana yake historia ya Singida ilitushawishi kama Simba kumleta kwenye timu yetu. Na tuliamini ujaji wake anaweza kuleta mabadiliko makubwa kabisa katika striker wa mwisho. Leo kufunga kwake sisi limetufurahisha na tunamshukuru Mungu, lakini pia tunaendelea kumuombea kwa namna ambavyo kile ambacho tulichokuwa tunaamini kutoka kwake tuendelee kufanyaje kukipata. Kwa hiyo mimi nafikiri amefanya kazi kubwa, amefanya kazi nzuri, lakini Jonathan Soa pia ameingia katika kitabu cha wafungaji kwenye ligi ya NBC. Lakini leo mnamzungumzia Jonathan Soa, zungumzeni MVP wa ligi ya NBC ameonekana. Jean Charles Ahoua bado anaendeleza kuonyesha namna ambavyo amekuwa ni mchezaji wa namna gani kwenye ligi ya NBC. Mwaka jana amefanya vizuri, ziko figisu za watu zinazengelezwa. Wako baadhi ya wachezaji wanalazimishwa kuonekana namna ambavyo wao waonekana kwenye MVP. Lakini MVP wa kweli ameonekana. Mechi moja, goli moja, assist moja. Man of the match. Maana yake nini? Leo ukiangalia takwimu za Jean Charles Ahoua, japokuwa kuna watu wameshaanza ligi na mechi 2, lakini kwa takwimu mpaka hivi sasa hakuna mchezaji kwenye ligi ya NBC anayemgusa. Sindio? Maana yake leo waandishi wa habari, tumieni vipaza vyenu, zungumzeni maneno ya asilia, waambieni MVP ya ligi iliyokwisha Jean Charles Ahoua kwa namba zake, na hii amekwenda kudhihirisha kwenye mchezo wa leo, ameongeza namba katika football. Kisugu, wenzao wanasema Pacome amekuwa na performance kubwa sana, kwa hiyo sio MVP. Sababu hata wao pia wanasema MVP wao ni Pacome. MVP sio anachaguliwa kwa sababu ya waandishi wa habari nani wanamtaka. Namba ndio zinakwenda kumchagua mtu ambaye anaonekana kwa MVP. Twende kwenye namba Mavara mwaka jana. Nani alifanya vizuri kati ya Pacome na Jean Charles Ahoua? Maana yake unakwenda kwenye Jean Charles Ahoua. Sasa tuache mwaka jana, tulete mwaka huu. Nyuma mwiko amecheza mechi moja. Mchezo jao Pacome amefanyaje? Amecheza. Simba Sports wamecheza mechi moja. Twende kwenye namba, alafu wewe unaambiwa chagua mwandishi. Nani unamchagua? Nasema hivi, sikiliza. Leo hii nasema hivi, leo hii Jean Charles Ahoua kafunga ngapi? Ka assist moja. MVP moja. Ndivyo sivyo? Waliopewa dhamana wamemuona amecheza vizuri katika wachezaji 24, 22. Wamekwenda kumchagua man of the match. Huyo wa kwenu nyuma mwiko alichaguliwa, vile wa Yanga alichaguliwa. Kisugu anazungumzia performance saa Kisugu. Angalia performance, mmemchukua kocha kama Taifa Stars anasema kwamba kwa nini ni kama hamna mfumo mzuri. Mavara nikwambie tu, niwasaidie kwa uzoefu na ukongo wangu niko nao kwenye football. Toka Mungu ameitengeneza hii dunia,
alafu akaiteua sehemu ikaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan kwenye timu ya taifa, isiwe mzungu isiwe Mwarabu, hakuna kocha mwenye CV ya kumzidi Ahmed Morocco kwenye nchi. Yes. Ahmed Morocco ndiye aliyefanikiwa kuipeleka timu katika mashindano ya AFCON. Nani anabisha? Ahmed Morocco amefanikiwa kupeleka kwenye mashindano ya CHAN. Hatukwenda kwa sababu ya kura, tumekwenda kwa sababu ya uwezo. Taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lenye watu zaidi ya milioni ngapi? Milioni 60, si ndio? Nani mwenye dhamana ya kusimamia kwenye upande wa football? Nikupe kitu kimoja kidogo tu. Wakati Ahmed Morocco kocha msaidizi anakwenda kuisimamia timu kama kaimu kocha mkuu, ilikuwa Ivory Coast 23-24 kwenye mashindano ya CHAN. Mechi ya kwanza Tanzania tunakwenda kucheza na DRC ya Kongo iliyotimia. Nisikilize Mavara wewe. Nakusikiliza vizuri. DRC ya Kongo, ngoma inaisha bila. Mechi ya pili tunakwenda kucheza na Zambia iliyotimia, inakwenda kuchomoa jioni, ngoma inaisha bila. Huyo ndio Ahmed Morocco. Kama taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limemwamini, kwa nini Simba tusimwamini? Ifika wakati sasa tumwachie timu Morocco. Hayo ni mambo ambayo tunawachia management ya Simba. Wao wakiona umefika wakati wa kumkabidhi Morocco kwa kocha mkuu wa Simba Sports, mashabiki tuko tayari kumsupport. Lakini pia lazima tuchukue muda tuwapongeze sana management ya Simba. Hili lilotokea kwa Fadlu Davis kutuacha kwenye timu sio kwa mara ya kwanza. Leteni historia ya miaka mitatu nyuma alivyofanyaje ilivyopita. Juma Ramadhani Mgunda, Guardiola Nene, anatangazwa saa 4 ya usiku, timu saa 6:45 inapanda ndege na kwenda wapi? Na kwenda Malawi. Simba Sports tukwenda kupata matokeo. Kweli sio kweli? Maana yake nini? Tuna viongozi wa Simba wenye macho, tuna viongozi wa Simba wenye mitazamo. Leo Suleiman Matola Veronica kaenda kuachimbua madini. Umeona kuna mwamba kavaa jezi namba 18? Anapiga anaachia. Hii ndio Simba Sports. Dhamira ya Simba na nia ya Simba kuwa mabingwa wa ligi NBC. Msimu. Yes. Hapa nataka niongee na mashabiki wa Simba kwa dakika chache. Tunaingia katika vita ya watu ambao wanatafuta ubingwa kwa fedha na vita ambayo watu wanatafuta ubingwa kwa jasho damu. Sisi Simba tunachoamini, tunakwenda kupigania ubingwa kwa jasho na damu. Kuna muda mwingine vita hii sio silaha, vita ni nini? Akili. Moja akili ambayo Simba inakwenda kutupa ubingwa. Moja akili ambayo inakwenda kutupa ubingwa. Mshikamano, umoja, nguvu moja inakwenda kutupelekea Simba kwa nini? Kwa mabingwa. Nyinyi mmeona watu wako kimya. Kuna watu wamefanya mazoezi hapa na Kiza. Mabara ulisema? Sawa. Tuone ile clip ile. Ulisema? Tuone ile clip ndugu yako. Ole wao waandishi wa habari na mafarisayo. Umeona upete leo? Mungu aliyaona. Acha ole wao kina nani? Ole wao kina nani? Ole wao waandishi wa habari na mafarisayo. Mimi nilitegemea na nilifikiria kuna mtu mmoja anaitwa Nazareti Upete, kuna mtu mmoja anaitwa Farahani Kihampa na kuna mtu mmoja anaitwa Hans Lafari. Siku moja walijinasibu kwenye vyombo vya habari wakasema wao ni wakombozi wa mpira kwenye nchi. Watu wanacheza mpira na Kiza, wao hawasemi. Tutakupiga hivyo. Hivyo tutakupiga. Wao wamesema ni wakombozi wa mpira kwenye nchi hii. Watu wanacheza mpira na Kiza waoni. Bwana, lakini wanasema kwa hiyo kuna watu wasaliti. Kumbe Upete yuko hapo. Jamani, Mwaishena akakune nazi. Mwaishena akakune nazi. Nasema au naenda kupika. Nimwambie Upete. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu ananifuatilia kaka yake. Lakini pili amejifunza. Mimi na kuna nazi anatoa klipu anachambua. Sana na hiyo. Mimi siwezi. Unasikia Kisugu? Mimi wala hata siwezi kudanganya. Mimi kitu pekee ninachoweza kujifunza labda upishi. Kwenye upishi
Unaokishatia kanga yako ile. Balaa. Sasa kama unajifunza kwenye upishi, unapikaje wali bila nazi? Kama unajifunza kwangu mimi, maana yake na nazi lazima ufanyeje? Kaka, hujawahi kwenda Singida hakuna nazi, lakini watu wanakula wali. Sasa wewe rafiki yangu mimi wali wangu kabisa supu na ungia nayo karanga. Kwa hiyo waandishi wa habari ni washukuru sana. Lakini niwaambie mashabiki wa Simba, kama kweli nia na mazumuni kuchukua ubingwa, lazima tusimame kwenye slogan ya Simba nguvu moja. Hii vita sio ndogo, ndugu zanguni. Vita kubwa. Vita ambayo inatakiwa tujitoe kweli, sio masiara. Leo mmeona jana Mavala asemi. Sasa hivi kuna watu wameta staili ya mpira pila guno. Pila msuso. Watu wameshinda ke. Niwashukuru sana waandishi wa habari.